Ndevu. Je, ni kweli ndevu zinampa mwanaume mvuto zaidi? Au ni hekaya tu za vinyozi? Leo tunachambua kisayansi na kihalisia mvuto wa ndevu katika mapenzi. Kama huna ndevu usikate simu. Mwisho wa video utajua la kufanya. Twende! Sehemu ya kwanza. Sayansi inasemaje? Utafiti unathibitisha. Tafiti zimefanyika Australia, UK na hata hapa Afrika. Wanawake wengi walionyeshwa picha za wanaume wenye ndevu na wasio na ndevu. Matokeo? Wanaume wenye ndevu fupifupi, zile za siku 10 hivi, ndio walionekana wanaume zaidi. Sababu? Ndevu zinatoa signal ya testosterone. Ubongo wa mwanamke unatafsiri, huyu ni mwanaume mzima, anaweza kunilinda, anaweza kuwa baba bora. Ni biolojia mkuu, sio uchawi. Sehemu ya pili. Ndevu ishawaza heshima, uzito na siri. Mwanaume mwenye ndevu anaonekana serious. Unapoingia sehemu ukiwa na ndevu zilizonyolewa vizuri, watu wanakuheshimu bila wewe kusema neno. Kwa mwanamke, ndevu zinampa hisia ya siri. Anajiuliza, huyu mtu ana store gani nyuma ya ndevu hizi? Ndevu zinakupa aura ya kutokuwa mtoto. Unakuwa na mvuto wa kiume mwenye msimamo. Sehemu ya tatu. Aina za ndevu na ujumbe zinatoa. Sikiliza mkuu, sio ndevu zote zina mvuto sawa. 1. Ndevu za stubble, siku 5 hadi 10. Hizi ndio washindi, zinaashiria mvuto wa kimapenzi. Unasemekana ni mpenzi mzuri. 2. Ndevu ndefu za kibabu. Hizi zinaheshimika. Unasemekana ni mume bora wa nyumba na baba mzuri, lakini mvuto wa kimapenzi unapungua kidogo. 3. Clean shave. Unakuwa baby face, unapendwa na wasichana wadogo, lakini mvuto wa mwanaume unapungua. 4. Ndevu za msituni zisizochanwa. Hapa unajiharibia mwenyewe, unatisha watu. Hakuna mvuto hapo, ni kero tu. Point nyingine. Sehemu ya 4. Tatizo, ukiwa huziwezi ndevu ufanye nini? Sasa wewe ndevu zinakataa kumea. Ufanye nini? Ufe moyo? Hapana. Mvuto wa kiume sio ndevu tu. Ndevu ni bonus. Mambo makubwa zaidi ni msimamo wako, mwili wako, pesa yako na akili yako. Mwanaume mwenye pesa, misuli na akili timamu bila ndevu anamzidi wa ndevu aliyekaa tu. Kazi yako, jijenge. Ndevu zitakapokuja ni sawa, zisipokuja utakuwa tayari una mvuto mwingine mkubwa zaidi. Lakini kama zinakuota, mkuu, zitunze. Paka mafuta, chana, ziweke safi. Ndevu chafu ni sumu ya mapenzi. Hivyo ndivyo ilivyo mkuu. Ndevu ni silaha. Tumia silaha yako vizuri. Sasa niambie, wewe ni timu ndevu au timu clean shave? Na kwa nini? Andika hapo chini kwenye comment. Kama umejifunza kitu, gonga like, subscribe na share kwa mwanaume mwenzako anayehangaika na wembe. Mimi ni Mbagaye. Tukutane video ijayo. Jikaze mwanamume, hata kama huna ndevu.